nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kukutana siku ya leo. Lakini la pili tumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupa nafasi ya kupata hawa madaktari bingwa ambao tumesema wako takriban 43. Nianze tu kwa kuwapa taarifa wananchi wenzangu wa mkoa wa Tabora kwamba tumepata hii fursa kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Tutakuwa na mabingwa wa takriban aina zote tunazofahamu. Tuna mpaka bingwa wa magonjwa ya afya ya akili ambaye kwa kweli tujawahi kuwa naye hapo kabla. Tunaye cardiologist, tunaye ENT na wengine wengi. Siwezi kuwamaliza wote kwa kutaja hapo kwa haraka. Hii ni nafasi ya kipekee kabisa kwa wananchi wenzangu wa mkoa wa Tabora, waitumie. Tutakuwa na mabingwa kwa takriban siku 5 kuanzia siku ya leo mpaka Ijumaa. Kwa ninaomba sana wananchi wa mkoa wa Tabora waitumie nafasi hii wapate kupata huduma hizi ambazo sio mara zote tunaweza kuzipata kwa kirahisi, haswa kwa kufikiwa sisi wenyewe mpaka mkoani hapa tulipo. Kwa hiyo ninaomba nisisitize hilo, lakini pia niendelee kutoa shukrani za dhati kabisa kwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa moyo wake wa huruma na kutusaidia kutuwaletea watu hawa mabingwa. Sio rahisi kuwapata, na mtakuwa nyinyi mashahidi kwamba hata ukienda kule haiwi rahisi kumuona bingwa kama ambavyo pengine mtu anaweza kumuona. Kwa mimi langu kubwa nilikuwa nataka nitoe hilo kwamba watu watumie nafasi wafike tuwaone mabingwa wetu tupate huduma. Asanteni sana. Uwekezaji mkubwa ambao ulifanywa na serikali wa kutoa katiba na kutenda kazi ya aina mbalimbali. Nadhani umekuwa na tija gani katika swala zima la utoaji huduma kwa wananchi, lakini hasa inaongea pia madaktari hao? Asante sana Mheshimiwa mwandishi kwa swali moja zuri sana. Mimi nitaizungumzia, sitaki kuzungumzia nchi nzima, nataka tuzungumzie Tabora tu kama mfano. Sisi hapa tuna mashine takribani zote ambazo tulikuwa tunalilia kwa miaka mingi. Tuna CT scan hapa, tuna digital x-ray, tuna echo, ultrasound ambayo inapima mpaka na moyo, tuna ECG machine. Tuache kuna vifaa vingine, lakini madawa. Na hiyo na ushahidi wake ni kwamba hao madaktari huwezi kuwaleta kama una vifaa. Tunaye pale cardiologist kwenye kile chumba pale cha kwanza pale. Anafanya kazi zake kwa sababu zile mashine zipo. Na ziko 3. Cardiologist leo tumeweza kumpata mmoja kutokana na nafasi, yuko mmoja. Lakini ziko nyingine abundance, ziko 2 zimekaa zinauza. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hata mafanikio ya kambi yanaendana na uwepo wa vifaa. Bado tunaendelea na infrastructure, ujenzi wa jengo kubwa kabisa la mama na mtoto. Tuna jengo la ICU ya watoto wachanga kuanzia siku 1 mpaka siku 30. Hivyo vitu vyote vinafanyika. Na mimi ninachokiona kwamba kwa sababu wakati mwingine tukumbuke kwamba hata kumpata daktari bingwa inachukua muda. Unaweza kuna watu wanasema mbona tuna bingwa 20 hapa mkoani? Tunapeleka madaktari bingwa 15. Tunao wengine 6 wako shule. Tunaye daktari bingwa wa mifupa anasoma Muhimbili. Tunaye daktari bingwa wa ENT anasoma KSMC. Tunayo watoto. Kwa hiyo kuna wengine 5 wako shule. Kuna wengine 15 wanakwenda. Sababu unajua bingwa huwezi tukampata hapo akasema wewe bwana njoo kuanzia leo bingwa, lazima muandae. Kwa hiyo serikali inafanya maandalizi katika sehemu kuu 3. Watumishi, infrastructure na medical equipment. Tuachilie mbali madawa ambayo sisi tunapata madawa sasa hivi kwa zaidi ya 98%. Kwa hiyo niseme kwa kweli watu wanasema mnyongeni haki yake mpeni. Kwenye swala la afya pengine sisi tunaweza tukawa mfano katika kanda hii ya Mashariki. Kwa hiyo sasa tija hivi kwa nzuri hasa unakuja madaktari wao kwa vifaa hivi wakisajiwa. Tija kubwa ni kutoa huduma. Asante sana. Tija kubwa ni kwamba kama nilianza kuongea awali hapa. Kuna huduma huyu mama angeenda kuifuata Muhimbili au Benjamin Mkapa. Leo anaifanyia hapa. Lakini tija nyingine kuna watu unajua wanatembea wanaumwa lakini hawajui kwa sababu tu wanashindwa ku access. Unaona? Sisi wote ni wagonjwa. Ukienda kule unaambia, unapoeleza wanaambia kumbe una hili na mwenyewe unashangaa ulikuwa una shida. Kwa hiyo kwa kweli tija ni kubwa ambayo uwezo ukaiquantify kwa kuipima. Lakini yule mtu ambaye alikuwa anatembea na maumivu hapa kila siku haelewi, leo akaenda akaambiwa na shida hii na akatibiwa. Unaweza kaipima kweli hiyo tija aliyopata yeye. Na pengine hata asiseme. Lakini kwa kweli kuna tija kubwa sana. Ziko zile za kupimika, tumeona wagonjwa wangapi na nini ambao nafikiri siku 2-3 tutazisema, lakini kwa kweli tija ni kubwa sana kwa upande wa wananchi. Dokta, mnatarajia kuwa na wagonjwa wengi, nyinyi kama hospitali mmejipangaje? Asante sana.
Namba moja, kama mmeona sasa hivi tuna vyumba vingi za kliniki za kuonea wagonjwa, sio kama zile za kawaida za kila siku. Tumeweza kuongeza na vyumba vingi zaidi, lakini tumesema tuna mabingwa 43, lakini kuna kada nyingine ambazo zinasaidia wezeshi, takribani jumla yake itakuja kumeki watu 55, watu wengine 12 wameongezeka nje ya wale ambao tuko nao. Kwa hiyo nafikiri kama changamoto zitakuwa ni zile za kawaida za kibinadamu, lakini kwa maandalizi nafikiri tumekaa vizuri kabisa. Na pengine mnaweza kuwa mmekadiria malengo ni kuona wagonjwa wangapi? Kwa uzoefu mpaka tunamaliza hii kambi tunaamini tunaweza tukafikia wagonjwa takribani 2500 3000. Nafikiri itakuwa around hapo.